Nichukue nafasi hii kabisa kuwashukuru waandishi wa habari ambao wamejitokeza kwa wingi kabisa kuja kuungana na taasisi yenu pendwa kabisa ya Ashabil Kahfi Islamic Center ambayo ipo katika nchi yetu hii ya Tanzania, katika mkoa wetu huu wa Dar es Salaam, katika wilaya pendwa ya Temeke na katika kata yetu ya Yombo Vituka Malawi kwa Chaurembo. Leo tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tunajua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani majambo ni mengi. Sasa tumewaita katika kadhia nzima ya mashindano ya Ashabil Kahfi Islamic Center ambayo yalitarajiwa kufanyika tarehe 21 ya mwezi wa pili 2026, yakasogezwa mbele. Kwa hiyo kuna mambo kama matatu tunatakiwa tuyaweke sawa. Kabla ya kwanza, nianze na utambulisho. Aliyoko kuliani kwangu ni mwakilishi kutoka Singida, kutoka taasisi ya Rajai Foundation ambayo ndiyo sponsor wakuu katika mashindano haya. Aliyoko kuliani kwangu ni mwakilishi kutoka katika mkoa wa Singida, kutokea taasisi ya Rajai Foundation ambayo kwa mwaka huu ndio atakuwa main sponsor wa mashindano yetu haya ya 11 ya mkoa wa Dar es Salaam. Anayefuata kuliani kwangu, huyu ndio katibu wa taasisi ya Ashabil Kahfi. Sijawataja majina, kila mmoja atajitambulisha kwa nafasi yake. Ndio katibu mtendaji wa taasisi nzima ya Ashabil Kahfi. Aliyoko kushotoni kwangu, huyu ndio mratibu kamati kuu ya mashindano, katibu na mratibu wa kamati kuu wa mashindano, lakini ndio mwenye kitengo cha tahfidhul Qur'ani cha madrasatu Ashabil Kahfi. Wa mwisho ni mwanaharakati, mdau, mkereketwa, mwanachama, mwenyeji katika taasisi ya Ashabil Kahfi. Naye atakuwa na uhamasishaji wa mashindano haya kwa siku hii ya leo. Kwa taarifu hiyo sasa, nadhani waandishi wa habari mmeona namna gani Ashabil Kahfi sasa imekamilika hapa katika eneo hili la Ilala, katika msikiti huu wa Taqwa, katika kuhudhurisha nini kitakachosemwa. Kwanza nianze na nukta ya kwanza. Sisi ndio wenye mkoa. Ashabil Kahfi ndio wenye mkoa wao. Unajua Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, yeye ndio mwenye nchi yake katika swala la kiserikali. Lakini ukija katika swala la kidini, Samahatu Mufti Abubakar ibn Zubair ibn Wambwana, yeye ndio mwenye nchi yake. Hivyo hivyo ukija kimkoa katika serikali, Mheshimiwa Chalamila ndio mwenye mkoa wake, na Mheshimiwa Alhaj Sheikh ambaye ni Sheikh wetu wa mkoa Alhadi Alwalid ndio mwenye mkoa wake. Sasa ukija katika swala la mashindano ya Qur'an, Ashabil Kahfi Islamic Center ndio wenye mkoa wao. Kwa hiyo hata wote wanaofanya mashindano ya Qur'ani walioko katika mkoa, sisi ndio wenyeji wao. Mashindano ambayo alhamdulillah yamepita Bi Aisha Sururu, Mwenyezi Mungu amhifadhi, na yameenda vizuri alhamdulillah, yako ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na ni mashindano ya kitaifa, sisi ndio wenyeji wao. Mashindano yatakayofanyika tarehe 1 ya Sheikh Nuruddin Kishki yatafanyika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, na sisi wa Ashabil Kahfi ndio wenye mkoa wetu, tunamkaribisha naye, ambaye atakuja mashindano ya Sheikh Kaporo ambaye atafanyika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo atafanyika ndani ya mkoa wetu kimashindano, sisi ndio wenye mkoa. Kwa hiyo kama ni wenye mkoa, lazima tuzungumze kimkoa. Kwa hiyo leo tupo hapa katika kuhabarisha habari ambayo iliakhirishwa. Sasa kukatokea sintofahamu, maswali mawili matatu, kulikoni. Ashabil Kahfi tupo mbele yenu watazamaji duniani mnavyotutazama na katika nchi yetu pendwa ya Tanzania. Nianze na nukta ya kwanza. Nukta ya kwanza, taharuki isije kwamba mashindano hayapo. Mashindano yamesogezwa mbele. Tulishauriwa na wadau wetu wa Qur'an, wakiwemo Rajai Foundation ambao ndio wadhamini wakuu haya mashindano, lakini kutokea kwa Mheshimiwa Samaha Mufti ambayo yeye ndio atakayekuwa mgeni rasmi katika mashindano yetu hayo, na tayari mwaliko anao na Aisha liridhia. Kutokana na huo ushauri niliozungumza kutoka kwa Rajai Foundation ambao ndio main sponsor, lakini kutokana na namna ambayo mheshimiwa mwenye taasisi yake Suleiman Jafo Doktor alivyowasilisha kwa mheshimiwa, ikaonekana yasogezwe mbele kwa sababu ambazo wao waliziongea. Lakini pia wanajamii
wadau wa Qur'an ambao ni hadhira ambayo inakuja kutusikiliza pale Julius Nyerere. Watu walikuwa na ushauri mwingi kutokana na location ya mashindano ya Qur'an. Kwa hiyo ushauri huo, na kwa sababu sisi tunawatumikia watumishi wa jamii, tupo kwa ajili ya jamii, tupo kwa ajili ya kukitumikia kitabu kitukufu cha Qur'an, tukaona hatuna budi kuyachukua hayo na kuyafanyia kazi. Kwa hiyo kwa namna ya kwanza tunasema tunatuliza nyoyo za wadau wetu wa Qur'an. Tunazitulizaje? Tunasema kwamba tunaomba radhi kwa usumbufu uliojitokeza katika kuyasogeza mbele mashindano ya Qur'ani tukufu ya mkoa wa Dar es Salaam. Haya yanatoka katika kina cha moyo wetu sisi kama taasisi ya Ashabul Kahfi. Tuko mbele yenu kuwaomba radhi katika hichi kilichojitokeza. Lakini tunamshukuru Mungu sana kwa sababu jambo hili ni la kheri, ni jambo la Qur'ani. Wote wadau waliopokea taarifa ya kusogezwa mbele mashindano ya Qur'ani walilipokea kwa moyo mkunjufu kabisa, kwa sababu simu tulizopigiwa zote zilikuwa zikitupa pole na kutuombea dua. Na tunasema kama Ashabul Kahfi, alhamdulillah rabbil alamin. Na tunawashukuru nyote mliokuwa mkituombea dua, mliokuwa mkitupa pole, mliokuwa mnatupa moyo kwamba hili ni jambo la kadari. Nukta ya pili ni sababu za kusogeza mbele haya mashindano. Nimezitaja awali hapo, kutokana na taasisi ya Ashabul Kahfi ilivyokuwa imejikita katika kuiheshimu Qur'ani na kuitukuza Qur'ani, iliona sio busara kwa changamoto ambazo tumezipata, kwa ushauri ambao tumeshauriwa, kwa maelekezo ambayo tumepewa, kuenda kuidogesha Qur'ani. Maana yake nini? Kuenda kufanya kwa haraka, kwenda kufanya kwa kulipua. Hapana, tukaona Qur'ani ni msingi wa mambo yote. Kwa nini tusiheshimu, tusithamini, tusijali? Kwa hiyo tukaheshimu hicho kitu na kukubali yale mawazo kwa kuilinda Qur'an, kwa kuitetea Qur'an, kwa kuipa heshima Qur'an. Hizo ni miongoni mwa sababu ambazo zimeongeza uzito katika swala zima la kusogeza Qur'ani, haya mashindano ya Qur'ani mbele. Kuahirisha kwetu, kusogeza mbele kwetu kulikuwa kuna baraka kubwa sana. Kwa nini? Miongoni mwa mambo ambayo tutakuja kuyaonyesha siku hiyo, watu watasema kweli Ashabul Kahfi walikuwa wana haki ya kusikiliza wadau wao kusogeza mbele hayo mashindano. Tuna surprise nyingi sana, lakini hasa walimu wa madrasa tunaenda kuwafuta machozi walimu wa madrasa. Takbir. Tunaenda kuwafuta nini? Machozi walimu wa madrasa. Tunataka kuwahakikishia na kumwomba Allah tabaraka wa taala atuwezeshe katika hili ambalo tumeridhamiria kwenda kulifanya. Tumepata sponsor kubwa sana na wadau wametukubali, ikiwemo mdau mkubwa wa Rajai Foundation. Ni mpishe katibu wa kamati kuu ya mashindano aweze kujitambulisha na aweze kutoa sasa uelekeo mzima wa haya mashindano yatakuwaje na itakuwa ni nini na nini. Kama alivyotangulia kusema mwenyekiti, mimi sitokuwa na mengi isipokuwa kikubwa ni kuweza kutangaza rasmi mashindano yetu ya 11 ya kuhifadhi Qur'ani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kutokana na kughairishwa kwake, sasa tayari tumeshajipanga na kuweza kujua tarehe gani ambayo tutaweza kuyafanya mashindano hayo. Tusikilize vizuri wadau wa Qur'ani ili tuweze kuelewa na kuweza kuyachukua yale ambayo tunayasikia. Siku ya tarehe 7 mwezi wa 3 2026, tarehe 7 mwezi wa 3 2026 ndio yatakuwa kilele cha mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu, mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam. Mashindano haya tumeamua kuyapeleka nyumbani kwa sababu kama alivyosema mwenyekiti au mkurugenzi wa taasisi ya Ashabul Kahfi, katika miongoni mawazo ambayo tulipewa ni kuweza kutafuta namna gani tunaweza tukapeleka mashindano nyumbani ili wale wa nyumbani waweze kufaidika zaidi, kwa sababu ndio wadau wakubwa ambao wanaweza kufaidika na mashindano haya. Kwa mashindano yatakuwa katika nyumbani Yombo, ukumbi wa Paradise ambao unapatikana Machimbo Lumo mwisho wa lami. Machimbo Lumo mwisho wa lami. Kama alivyosema mwenyekiti, ni ukumbi wa kisasa
ni ukumbi ambao unachukua takribani watu 1300. Kwa hiyo ni ukumbi mkubwa, ni ukumbi ambao tunaweza tukafanya mashindano yetu na yakawa mashindano makubwa kama yanavyokuwa miaka yote. Namna gani tunaweza tukafika katika ukumbi huo? Kwa wale ambao wanatoka Gongo la Mboto, unapanda gari moja tu ambayo inakuja Machimbo Lumo. Gari inaokuja Tandika lakini inapitia njia ya Buza. Utafika kituo cha Machimbo Lumo, utashuka hapo, utakuwa umefika. Kwa wale wanaotoka Kariakoo, unapanda gari zinazotoka Kariakoo zinazokuja Machimbo Lumo. Ni gari moja tu ambayo unapanda, lakini kwa wanaotoka Kigamboni unapanda gari mpaka Tandika, alafu unapanda gari zinazokuja Gongo la Mboto zinazopita Buza na utashuka Machimbo Lumo. Kwa wale wanaotoka Mbagala unakuja mpaka Tandika, unachukua gari inayokuja Gongo la Mboto ambayo inapita njia ya Buza na utashuka Machimbo Lumo. Hicho ni kituo maarufu, ni kituo ambacho kinajulikana na kila mtu. Kwa hiyo unaweza ukafika kwa kutumia namna hiyo ambayo nimeweza kuielezea hapa. Lakini katika hizo kumbi kuna kumbi aina tofauti tofauti, lakini huo kumbi jina lake ni Tanzanite. Ndio jina ambalo tutafanyia hayo mashindano, lakini napatikana hapo Paradise Machimbo Lumo mwisho wa lami. Baada ya kusema hayo, nawakaribisheni sana katika mashindano haya, mje mujionee namna gani Ashabul Kahfi imeweza kujiandaa na mashindano haya ya mwaka 2026. Mwenye dhamira ya kuona elimu na maendeleo ya kijamii vikikua kwa msingi wa maadili na heshima. Na ndio maana leo tuko hapa, tumeweza kusapoti mashindano kama haya. Lengo ni kukuza vipaji pamoja na elimu. Kwa hiyo ndugu zangu, tukio hili si la kawaida. Tulingojee kwa hamu, na itakapofika basi tutapata mengi yatakayoathiri nyoyo zetu pamoja na maisha yetu ya kawaida. Katika hili tunalolifanya basi iwe ni katika malipo na isiwe ni katika kujionyesha katika mazingira ya macho ya watu. Lakini vile vile abariki juhudi zetu kuanzia Ashabul Kahfi na wengine waandishi wa habari na wengine watakaopokea maneno haya yaliyozungumzwa, basi wayapokee katika nia njema, lakini na ayafanye matokeo ya tukio hili kuwa ni ya kheri na manufaa makubwa kwa umma, vile vile kwa taifa kiujumla. Nichukua fursa hii kushukuru uongozi wa Ashabul Kahfi Islamic Center, lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila nisiposhukuru waandishi wa habari kwa wingi wenu. Nyie pia ni masponsa, hilo naomba mlifahamu, kwa sababu mko hapa kuhabarisha umma, kuujuza umma, na mmeitikia kwa wingi zaidi ya vyombo vya habari 10, na kwa wingi wenu siwezi kuhesabu. Mimi niko hapa kukuhabarisheni, kukujuzeni kuhusu mashindano haya. Kuna mambo mengi kiukweli yameandaliwa. Kama nilivyojitokeza mwanzo na kuhamasisha, sisiti, sioni ajizi au sioni fedheha kuhamasisha tena. Lakini kabla ya kusema yaliyopo, nitaanza na aya ya Mwenyezi Mungu inasema, asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Huenda ukalipenda jambo likawa lina shari kwako, na huenda ukalichukia jambo likawa lina kheri kwako. Tulikuwa tumepanga, lakini kile tulichokipanga, tarehe tulioipanga, Allah hakukusudia au Allah hakutia wepesi jambo lifanyike katika tarehe hiyo. Kuna mengi sisi kama binadamu hatujui kwa nini, lakini Allah anajua. Muhimu zaidi, ile tarehe iliyopangwa ni sisi kuwa tayari. Naomba niwajuze wa Tanzania, nadhani sehemu nyingi, mashindano mengi, mnaenda mnaona wanafunzi wanapata zawadi. Mashindano ya Ashabul Kahfi Islamic Center, wanafunzi hawatopata zawadi, bali watamiminiwa zawadi. Kuna kupata na kumiminiwa. Kumiminiwa ni kitu kingi sana. Kwa hiyo taasisi ya Ashabul Kahfi imeandaa zawadi nono kwa washindi. Sio mshindi anakuja anaondoka na 500,000, hapana. Ni hela ambayo baba,
mwalimu, utapoipokea mtoto wako kashinda, mmefunga hesabu ya sikukuu. Hilo la kwanza. La pili, ukumbi uliopo, kama tunavyojua historia ya taasisi ya Ashabul Kahfi Islamic Center, mwanzo wa mashindano ulipoanza umekuwa ukizingatia kutokana na mwitikio wa watu. Kadri watu wanavyozidi, na wao huenda kutafuta sehemu munasib kutokana na idadi ya watu. Kwa wale waliotufuatilia mashindano yaliyopita, nanyi waandishi mtakuwa mashahidi kwamba hata ukumbi mwaka jana ulihemewa na ulizidiwa. Kwa hiyo mwaka huu, moja ya kigezo pia kilichosababisha, waliona ni muhimu kutafuta eneo. Kwa hiyo mbeleni, Allah akitupa uzima, msishangae na sisi tukafika sehemu kubwa kubwa, yale kama maviwanja na nini huko, kwa sababu taasisi Ashabul Kahfi walillahi alhamdu imekuwa na mwitikio wa jamii, mwitikio ulio mzuri. Kwa hiyo niwaombe wa Tanzania tujitokeze. Kwanza, siku ya mashindano, ndani ya ukumbi wa mashindano zitapatikana dakika kadhaa za mtu unaulizwa swali, ukipata unachukua zawadi. Ni zawadi gani? Njoo, sitokwambia ni zawadi gani. Wahi mapema ukumbini, chukua siti yako, unakula kiyoyozi na IC na usomaji ulio mzuri. Wasomaji waliopo sio watoto wa kubabaisha, mchujo umefanyika kweli kweli. Lakini walimu wale ambao watoto hao hawajashiriki madrasa nyingine, leteni watoto wenu wapate kuhamasika. Walimu watashikwa mkono, walimu watainuliwa. Tushazoea, tunaenda nasikia mwanafunzi kapata nafasi ya hija, mwalimu umebaki pale, passport unaenda kuiweka ukiangalia kama kitambulisho. Lakini taasisi ya Ashabul Kahfi Islamic Center kushirikiana pamoja na mdhamini mkuu, main sponsor Rajai Foundation, wanaenda kumfuta mwalimu machozi. Tena hataki kumfuta ili baadaye aliye tena anafutwa kabisa, hataki ile akitoki kitu. Nadhani tumeelewana. Kwa hiyo walimu, hii ni fursa yenu, jifue kweli kweli mpaka tarehe 7 mtoto akija pale aondoke na zawadi. Lakini sambamba na hilo, imezingatiwa kwamba sehemu ambayo ni rahisi kufikika. Zamani ilikuwa ukifika sehemu upande tena gari huko kwenye mashindano, mtu anakupigia huku. Kwa hiyo tumezingatia, ukishuka umeingia ukumbini, hakikisha unawahi mapema. Kuna mengi mazuri yameandaliwa kwa ajili yenu. Kuna zawadi mbalimbali kwa wahudhuriaji. Kutakuwa na maswali, ukipata swali utaulizwa swali, ukipata utapata zawadi. Ni zawadi gani? Wahi mapema. Lakini pia niwaombe, tulikuwa na wanafunzi kutoka chuo cha CBE ambao wakiongozwa na Shuaib Padana na Muhsin, wamehamasishana wanafunzi watakuwepo, kwa umoja wao watatoka. Huu ni mwezi wa Qur'an. Kama mlivyojitokeza waandishi kwa wingi wenu hapa, mnaipenda khairi, mnaipenda Qur'an. Nawe Mtanzania popote ulipo, tarehe 7 acha shughuli, ni holiday ya Qur'ani, ni mapumziko ya Qur'ani. Njoo pale usikilize Qur'ani inavyosomwa. Na kwa bahati nzuri Qur'ani imeteremshwa mwezi wa Ramadhani. Nisiongee mengi, nisimalize utamu. Njoo tarehe 7 uone taasisi Ashabul Kahfi ina mengi imekuandalia. Mimi nitakuwepo, hakikisha na wewe utakuwepo, na waandishi wote watakuwepo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.